Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Nazareti, mwana wa Yehova. Kweli mwanangu, katika kuendesha daladala katika jiji la Dar es Salaam, kweli moja kwa moja mwanangu nikaanza kupata vipene. Mwanangu niko hapa, sio kweli nisicheze moja kwa moja mwanangu kwenye kiwanja changu. Wapi? Mjini Chamazi. Nikaanza kumalizia kibanda changu. Kweli mwanangu kibanda kikaisha nikahamia. Kweli moja kwa moja mwanangu mapene mengine niko napata, niko na bora nichukue bodaboda, nikachukua bodaboda, nikamtafuta kijana akawa niletea hisabu mwanangu. Mwanangu katika naendelesha daladala moja kwa moja mwanangu, kuna siku kuna kitoto cha mwaka 2000 kimepanda kwenye chuma yangu, kakaa mbele pale, kukaa mbele mwanangu, nikiangalia kitoto cha mwaka 2000 mwanangu kimenyooka, nikiangalia mwanangu chuchi konzi, nikiangalia huko nyuma mwanangu kitoto kimefutuka futu mwanangu, sio poa na bonga la shuzi. Nikaona mwanangu hiki misikiachi hiki mwanangu kuingiza muziki, mwanangu kitoto mwanangu kimenielewa mwanangu, kimemkubali baharia. Nikaona mwanangu sio poa mwanangu. Sasa kile kitoto dakika mwisho au sababu bwana kinaniambia bwana baharia nioe, nikaona mwanangu anataka kuolewa mimi baharia. Mwanangu nikajisahau mwanangu, nikasahau safari. Kwa ile dakika mwisho mwanangu nikapeleka posa kwa wazazi wake mwanangu, kitoto nikakichukua jumla mwanangu, nikakitia magetoni. Kukitia magetoni mwanangu nikaambia sasa sikiliza, mimi kwa sababu na bodaboda hii au sababu bwana hisabu kwa kila wiki utaletewa wewe kama shemeji au sio bwana, hiyo matumizi madogo usinisumbue, matumizi madogo. Kwa hiyo mwanangu nikamfuata yule bodaboda, nikamwelekeza bwana, hesabu sasa hivi usinitumie mimi, au sio bwana, hesabu mpelekee shemeji yako. Kwa hiyo dakika mwisho mwanangu, kumbe yule bodaboda akipeleka hesabu kwa shemeji yenu, akawa anamtongoza bodaboda wangu, anamtongoza mke wangu, anamtongoza shemeji yake. Kwa hiyo mwanangu kamfuatia, kamtongoza mwanangu, akakubaliana mwanangu. Hii dakika mwisho mwanangu akawa anampelekea moto, au sio bwana, kitu cha mwaka 2000 mwanangu, kile kidemu changu mwanangu, kimke changu mwanangu, mimi kawa sijui mwanangu, kumbe mwanangu anapelekea na moto mtu namfanya kazi wake, mimi sijui mwanangu. Sasa kuna siku mwanangu nikapata mshikaji, huyo mshikaji mwanangu dereva malori wa Kongo, akaniambia mwanangu tubadilishe upepo, kama vipi hapa ikiwezekana mwanangu moja kwa moja hapa, au sio bwana, njoo kwanza upande wangu huku, kuna kazi pale wanatekijika madereva 30. Kwani mwanangu siku hiyo mwanangu tumeingia katika kale kampuni, kufika katika kale kampuni mwanangu tumekutana na madereva kama 60. Tunafanya test hiyo. Sasa yule mkubwa wa test anasema bwana, hapa ukijua gari, usipojua gari hapa mchongo hapa 300, hauna 300 hapa, au sio bwana, hata kama unajua gari kurudisha reverse kuanzia hapa na Bagamoyo, yani hapa mwanangu upate kazi, yani hapa kazi hapa, yani mwanangu hata kama hujui gari kutoa 300 tu, basi mwanangu unapata chuma na unaajiriwa. Ngoja sasa mwanangu, unamkabidhi mtu gari mwanangu, afu lina mzigo kama wote, afu kwa mbele kuna milima, sasa mtu akidondoka na chuma akafakati hasara na kwa vipi? Akaniambia bwana, sikiliza, kampuni yetu sina bima, italipwa na bima. Hapa hela 300 na 300 mwanangu, hapo upate kazi. Kweli mwanangu moja kwa moja mwanangu niko na sio kesi. Kumbe Tanzania mwanangu kazi zinauzwa. Baridi nikatama mfukoni, nikatoa hiyo mwanangu, nimerudishwa hiyo mwanangu kutoka zangu ndani ya Ulaya mwanangu, ndani ya mji wa Granada Spain hiyo mwanangu, hiyo Ulaya hiyo. Kweli mwanangu moja kwa moja mwanangu ile baada ya kutoa 300 mwanangu mzee Mavumba, nikapewa chuma. Kupewa chuma mwanangu mzee, nikamfuata nyumbani mke wangu, nikamwambia mke wangu, unasemaje mwanangu, nimepata kazi ya kwenda Kongo, unasemaje? Akaniambia baba, mimi ninachotaka nini mwanangu, tutafute hela. Kumbe mwanangu anafurahia kimya kisirisiri, anafurahia, anasema huyu jamaa akienda Kikongo mimi si ndo najiachia na kibwana changu kibodaboda. Niko mwanangu akanisupport, akaniambia baba poa, mimi nakuambia kwa Mungu. Kweli mwanangu safari kuanza mwanangu moja kwa moja mwanangu, mpaka nafika zangu Kongo. Kufika Kongo mwanangu, mzigo umechelewa kushusha ndani ya miezi mitatu. Ndani ya miezi mitatu mwanangu, dokumenti anasema kwamba yule mwenye mzigo yupo zake wapi, Ufaransa, hajaja dokumenti. Nikaona mwanangu sio kweli mwanangu tumekula misosi mwanangu, yote imeisha mwanangu, na yule konda wangu mwanangu, tandiboy wangu. Dakika mwisho mwanangu, hii dokumenti imekuja, tumeshusha mizigo mwanangu, tunarudi, tumefika karibu na Zambia mwanangu, chuma imekufa mwanangu, katika chuma kufa, kupiga simu kwenye kampuni mwanangu, dakika za mwisho mwanangu, mpaka kuja kutengeneza mwanangu, nimekaa ndani ya miezi 8 nje ya nchi mwanangu. Nikaona kweli mwanangu sio Mavumba mwanangu, nuksi, nikaikumbuka sasa daladala yangu mwanangu, daladala nikaona sema sio poa mwanangu, ndio wanaume kuhangaika. Narudi mwanangu, nafika mitaa Tunduma mwanangu, napigia simu kwa sister yangu ananiambia afadhali blaza, wewe nipigia simu bwana, mimi si shemeji yetu, si atumuelewi hapa shemeji yako bwana, mke wako bwana anachukuliwa na bodaboda wako, kwa sababu sisi hatumuelewi, majirani ndio walivyosema, na sisi mwenyewe nimefuatilia, nimeona hivyo na hapa nilipo hapa ninavyokuambia, ushemeji hapa alipo ana mimba, na hii mimba sijui kama ya kwako wewe. Nikasema mwanangu hapa, akaanza kunidatisha mwanangu, nikaanza kuchanganyikiwa mwanangu, huko Tunduma mwanangu, nikampigia simu mwanangu shemeji yenu, nikajifanya namsalimia, sijataka kumchukulia maelezo wala nini. Kwa dakika mwisho mwanangu shemeji yenu ananiambia bwana, mimi nipo fresh, haina noma wala nini. Alivyosikia nipo
hapo Tunduma mwanangu, moyo dakika ya mwisho mwanangu, asiame kitu gani? Kahamisha vitu vya ndani mwanangu vile, kachukua mwanangu ile bodaboda, na ile bodaboda wote wamehamia wapi? Vingunguti huko mwanangu, huko sio karibu na mwisho wa lami huko unavyosikia mwanangu. Kurudi mimi moja kwa moja mpaka nyumbani mwanangu, na kutolee mke wangu hayupo, vitu vya ndani vyote havipo, bodaboda yangu kaiteka kaenda na kuanza maisha mwanangu. Nikimpigia simu mke wangu simu apokei, au tovi bwana akakimbia kutoka na nini, kabeba ujauzito wa bodaboda wa mfanyakazi wake ambao mimi nilimkabidhi ampelekee hesabu. Anajua kabisa ujauzito huu sio ule baharia. Kwa hiyo dakika mwisho akamobola akimbie. Sasa ndugu zanguni, naomba tumpigie kula Miss TIA chuo cha biashara Tanzania, anaitwa Eva Mkini, Ivu Mkini, EVE Mkini, yani huyo Miss chuo cha biashara TIA. Yani ukienda katika ukurasa wake wa Instagram ukiandika tu hivi Mkini, hivi Mkini, chuo cha TIA Dar es Salaam Tanzania, anaomba mumpigie kula. Kula yako wewe ndiyo thamani yako, na kula yako wewe yeye ndiyo shukrani yako. Cha msingi hapo cha kufanya, ukienda katika ukurasa wake Instagram ukiandika hivi Mkini, una mlike kwa pamoja, kutoka hapo unamfollow, hiyo ndio kula yako. Na ila ukishare ukikomenti itakuwa umemaliza kabisa, yani mwanangu umetisha, umeua. Kwa hiyo yeye anasema shukrani zake akifanikiwa kupita Miss TIA 2025 2026, shukrani zake atazipeleka kwa watoto yatima katika baadhi ya vituo vilivyopo Tanzania, kwa sababu atakuwa hawezi yeye au kumpitia mmoja mmoja alompigia kula na akampa hela ya soda, itakuwa ngumu. Kwa hiyo anasema yeye hivi Mkini Miss Grand University TIA Tanzania ni Instagram, yani ukimlike na ukimfollow, yani shukrani anapeleka kwa vituo vya watoto yatima vilivyokopo Tanzania baadhi, au sio bwana? Kwa hiyo ndugu zanguni, au sio bwana, kutoa ni moyo, au sio bwana, na binadamu huwa anamsaidia binadamu mwenzake. Mungu anamsaidia binadamu kupitia binadamu, ashuki yeye kutoka mbinguni akaja hapa. Kwa hiyo anaomba kwa Mungu kupitia nyinyi raia wa Tanzania, EVE Mkini, mumfollow katika ukurasa wake wa Instagram na mumlike ili aweze kufanikisha apate Miss TIA 2025 2026. Wanangu, pati inayokuja fuatilia usikose. Balozi wa mabaharia hapa.